Asubuhi ilikuwa angavu na viu vya chumba cha maonyesho ya magari ya kifahari katikati ya Dar es Salaam vilikuwa vimetanda chini ya jua kali. Ndani, kiyoyozi kilileta ubaridi tofauti na joto la nje, na wauzaji wote wakiwa wamevalia mashati meupe nadhifu walikuwa wakimchunguza kila mteja kana kwamba ni samaki anayekaribia kunasa ndoano. Na ndipo alipoingia. Mlio wa buti zake nene kwenye sakafu iliyong'arishwa uliwafanya baadhi yao kuinua macho. Mwanamume mwembamba, mrefu, na ngozi iliyochomwa na jua na mikono iliyojaa sugu. Alikuwa amevaa suruali ya kaki iliyofuba, shati lililokunjamana na kofia ya zamani. Vifungo vya shati lake vilikuwa vimefungwa vibaya, na pamoja naye ilingia harufu hafifu ya udongo mkavu. "Habari za asubuhi, mabwana," alisema akivua kofia yake kwa heshima. "Nimekuja kuangalia magari ya pickup." Moja wa wauzaji, Baraka, mwenye uzoefu na kiburi zaidi dukani, alimtazama juu ya kompyuta yake na kwa shida akaficha tabasamu la dharau. "Ah, bila shaka. Wewe ni nani bwana Juma?" Mwanamume huyo alijibu kwa utulivu. "Naam, Mzee Juma." Baraka aliendelea kwa adabu ya kinafiki. "Umeshayaona magari yetu mtandaoni au umekuja tu kutazama?" "Nataka kuona pickup 7 zinazofanana, zenye nguvu za kubeba mizigo. Kama kuna nyusi ni bora zaidi," alijibu kwa utulivu. Baraka aliinua nyusi zake. "7." Mzee Juma alitikisa kichwa. "7. Nikizipenda nitalipa pesa taslimu." Maneno hayo yalisikika kama bomu la kimya. Baraka alicheka kidogo na kuwatazama wenzake. Kwenye kona, moja wao alinong'ona kitu na kucheka. Mwingine aliongeza, "Unaanzisha jeshi." Mzee Juma alijifanya hasiki. Akafungua tufaili leki na kutoa karatasi yenye maelezo yaliyoandikwa kwa mkono. Macho yake yalizunguka kwenye chumba cha maonyesho kwa utulivu, kama mtu asiye na haraka ya kumshawishi yeyote. Hapo ndipo mmoja wa wauzaji vijana, Said, alipomkaribia. "Mzee Juma, ungependa kahawa? Naweza kukuonyesha magari tulionayo yenye injini zenye nguvu zaidi na pia yenye gia za chini kwa matumizi ya shambani." "Ninazungumza tuna wale wanaozungumza nami kwa heshima," mkulima alijibu, akimtazama kijana huyo machoni moja kwa moja. Said alitabasamu kidogo kwa aibu na kumkaribisha aketi, huku wengine wakicheka kimya kimya nyuma. Mzee Juma aliketi kwa heshima, akatoa miwani rahisi mfukoni na kuanza kwa sauti ya chini na tulivu kuelezea anachotaka. Hakuwa hapo ili kuvutia. Alikuwa hapo kutimiza ahadi, na ingawa hakuna aliyejua bado, hii haikuwa tu ununuzi. Ilikuwa ni sura ya hadithi aliyosubiri miaka kuiandika. Wakati Said alipokuwa akimwonyesha magari kwa utulivu, macho yalivuka chumba kama mishale yenye sumu. Baraka, muuzaji mkuu, alijifanya anapanga karatasi, lakini alinong'ona kwa sauti ya kutosha kusikika, "Anataka 7. Punde si punde ataomba na helikopta pia." Kicheko kilichozuiliwa cha wauzaji wengine wawili nyuma hakikupita bila kugunduliwa. Said aliwatupia jiko la siri, akijaribu kudumisha utulivu wake. Alikuwa amezoea mazingira ya aina hiyo, lakini asubuhi hiyo kitu ndani yake kilimsumbua zaidi ya kawaida. Mzee Juma, kwa upande wake, alionekana kutojali. Alitazama vipeperushi, akauliza maswali ya kiufundi kwa usahihi wa mtu anayejua barabara za vumbi kuliko wengi wao walivyojua lami. Alitaka kujua kuhusu torque, uwezo wa kubeba mizigo, na mfumo wa suspension ulioimarishwa. "Unakusudia kuyatumia kwa usafirishaji mzito?" Said aliuliza kwa udadisi. "Itakuwa zawadi,"
Mzee Juma alijibu bila kuondoa macho yake kwenye karatasi ya kiufundi. Said aliinua nyusi zake kwa mshangao. Zawadi? Mzee Juma alitikisa kichwa bila kueleza zaidi. Hapo ndipo Baraka alipokaribia meza kwa tabasamu la unafiki. Aliegemea mikono yake na kusema, Mzee Juma, tunafanya kazi na maagizo halisi hapa. Sawa, magari 7 ya pickup kwa pesa taslimu ni jambo zito. Umeleta uthibitisho wowote wa mapato? Taarifa ya benki? Said alijaribu kuingilia kati. Baraka, ninamhudumia, kila kitu kiko sawa. Kijana, ninataka tu kuhakikisha hatupotezi muda na ndoto za mchana, alijibu bila hata kumtazama Said. Mzee Juma alimtazama kwa utulivu, akatoa pochi yake kutoka mfukoni mwa nyuma na kuweka mezani barua rasmi kutoka benki yenye salio la akaunti yake. Said alitazama kwa siri. Nambari ziliongea kwa sauti kubwa na hakukuwa na ndoto za mchana hapo. Baraka alikohoa. Wauzaji wengine walinyamaza kwa sekunde chache. Naam, katika hali hiyo, alisema akijaribu kutabasamu, labda tunaweza. Umechelewa. Mzee Juma alimkatiza kwa sauti thabiti. Nitaendelea na kijana huyu hapa. Yeye pekee ndiye aliyenitendea kama binadamu tangu nilipoingia. Said alibaki ameduaa. Baraka, mdomo wake ukiwa wazi nusu, alitikisa kichwa tu na kuondoka polepole. Hali katika duka ilikuwa ya ajabu. Ukimya ulisema mengi kuliko hoja yoyote ya mauzo. Kwa mara ya kwanza vicheko vilitoweka, lakini Mzee Juma hakushtuka. Aliendelea kujibu maswali kwa subira, akihakiki maelezo, akiandika namba za chasisi za magari yanayowezekana. Said, bado akiwa ameshtuka, aliuliza kwa upole, Mzee Juma, samahani kwa swali, lakini magari haya ni ya nani? Mzee Juma alisimama kwa muda, akatazama dirishani ambapo mwanga uliakisiwa kwenye bodi la moja ya magari. Alishusha pumzi ndefu. Kwa wale ambao hawajawahi kuniangusha. Kisha akatabasamu, tabasamu fupi lenye maana kubwa. Said hakuelewa kikamilifu maana yake, lakini wakati huo alijua kuwa kulikuwa na kitu kikubwa zaidi nyuma ya agizo hilo. Baada ya kuchagua magari, rangi na kuandika maelezo, Said alikuwa tayari ameandaa ofa rasmi. Bado alikuwa akijaribu kuelewa ni nini kilimsukuma mzee huyo mtulivu, mwenye maamuzi na wa ajabu. Mzee Juma aliomba magari yote 7 yawe sawa, rangi nyeusi, usanidi ule ule, chaguo zile zile, yote yawe na part na injini ya dizeli, bila anasa, lakini imara kama watu wanaoishi kwenye matope. Alisema, hadithi hii inaonyesha kile kinachotokea tunapomhukumu mtu kwa mwonekano wake na kusahau kuwa macho hayawezi kuona kile kilicho moyoni mwa mtu. Kaa hadi mwisho, kwa sababu somo ambalo mzee huyu alitoa bila kupaza sauti litakufanya uwaone watu kwa njia tofauti. Ikiwa tayari hadithi hii imekuvutia, tafadhali penda video hii na ujiandikishe kwenye chaneli yetu ili usikose mwendelezo. Wakati Said alipokuwa akijaza fomu kwenye mfumo, alikuwa akimtazama mkulima kwa jicho la pembeni, akijaribu kufikiria ni nini kilikuwa nyuma ya yote haya. Zawadi, magari 7 kwa pesa taslimu. Je, yalikuwa kwa ajili ya watoto, wajukuu, washirika? Kwenye upande mwingine wa duka, Baraka alitazama kwa uso usio na urafiki. Wauzaji wengine waliepuka kumtazama. Meneja, akigundua usumbufu hewani, alimkaribia Said kwa sauti ya chini. Kila kitu kiko sawa hapa. Ndio, anataka kukamilisha ununuzi wa magari 7 leo. Meneja alimtazama Mzee Juma, ambaye alikuwa akijibu barua pepe kwenye simu yake ya zamani kwa kidole kinene na harakati za polepole. Bwana,
Bila shaka tunataka kutimiza agizo lako, lakini kabla ya yote ninahitaji kuthibitisha upande wa kifedha. Uhamisho wa benki, ankara, usajili. Una akaunti ya biashara. Mzee Juma hakukasirika. Alitoa tu kutoka mfukoni mwa ndani wa shati lake kadi ya biashara na barua ya pendekezo iliyosainiwa na benki ya eneo hilo. Said alichukua, akaisoma na kumpa meneja kwa mtazamo uliosema, sasa afadhali nawe usiharibu hili. Meneja alikaa kimya, akichambua nyaraka. Barua ilijieleza yenyewe. Mzee Juma alikuwa moja wa wasambazaji wakubwa wa mahindi na maziwa katika eneo hilo, akiwa na mashamba katika mikoa minne. Mnyenyekevu lakini mwenye kuheshimika. Mvutano ulibadilika. Meneja alijaribu kutabasamu. Bila shaka. Samahani bwana, tunafuata tu utaratibu. Hakuna haja ya kuomba msamaha kijana. Nimezoea, Mzee Juma alijibu. Said alihisi uzito wa maneno hayo. Hayakusemwa kwa chuki, bali kwa utulivu wa mtu ambaye alikuwa amehukumiwa mara nyingi mno kwa mwonekano wake na kamwe kwa kile kilicho ndani yake. Dakika chache baadaye, meneja alithibitisha kuwa malipo ya awali yameidhinishwa. Mzee Juma hakusita. Kesho asubuhi nitamalizia malipo yaliyobaki. Nataka kuyakabidhi mwishoni mwa wiki. Said, akiwa ameshangaa, aliuliza, utayakabidhi mwenyewe? Ndio, nitafanya hivyo, moja baada ya jingine. Nataka kuona nyuso zao nitakapofika. Ni akina nani? Said aliuliza kwa mara ya pili. Mzee Juma alimtazama machoni kijana huyo, kana kwamba anapima kama anastahili kusikia. Kama kweli unataka kujua, fika Jumamosi kwenye barabara ya kuelekea kijiji cha Mtoa Mbu. Nitakuchukua pamoja nami. Said alisita kwa muda, lakini kitu ndani yake, labda udadisi, labda heshima, kilisema ndio. Na wakati huo bado hakujua nini kilikuwa kinakuja, lakini alijua alitaka kukiona kwa macho yake mwenyewe. Jumamosi ilifika na anga safi na barabara ya vumbi. Said hakujua nini cha kutarajia. Alifuata maelekezo ya Mzee Juma na kuendesha gari kwenye barabara ya Mtoa Mbu karibu na Arusha, ambapo lami iliguka kwa vumbi na mawimbi ya simu yalipotea. Alipopata lango la mbao lenye alama ya jembe lililochongwa katikati, alijua alikuwa mahali sahihi. Upande wa pili alimwona Mzee Juma akiwa na kofia mpya, ameegemea gari la kwanza kati ya 7 yaliyopangwa. Yote yalikuwa yanang'aa na yalifanana, meusi, yenye nguvu, yamepangwa kama askari tayari kwa misheni ya kimya. Nilidhani hutakuja, kijana, Mzee Juma alisema akitabasamu. Said alishuka kwenye gari, akampa mkono na kuyatazama magari. Kwa hiyo haya yote ni kweli, na bora zaidi bado inakuja. Mzee Juma alimwomba aongozane naye kwenye safari ya kwanza. Said aliingia kwenye kiti cha abiria. Wakati injini ilipokuwa ikinguruma kwa chini, Mzee alianza kuongea, si kama mtu anayesimulia hadithi yoyote, bali kama mtu anayefungua sehemu ya roho yake. Nilipokuwa na umri wa miaka 20 na kitu, nilifanya kazi kwenye shamba dogo la ushirika na wenzangu wengine 6. Kila kitu kilikuwa kidogo, ardhi kidogo, njaa kubwa. Tulikuwa na pickup moja tu ya zamani iliyokuwa ikivunjika, lakini ndio tuliokuwa nayo. Tulikuwa tunaigawana kwa kila kitu: kupeleka maziwa sokoni, kuleta chakula cha mifugo, kumkimbiza mtoto mgonjwa zahanati. Wakati mwingine iliharibika katikati ya barabara, na kila mmoja wetu alitembea kwa miguu akisukuma, huku tukicheka. Hakuna aliyelalamika, kwa sababu tulikuwa ndugu wa barabara, ndugu wa matope. Said alisikiliza kimya, akihisi fundo likitengenezeka kooni mwake. Hadithi hii inaonyesha nguvu ya urafiki na mshikamano. Ikiwa unaamini kwamba maadili kama haya
Ni muhimu usisahau kujiandikisha kwenye chaneli yetu kwa hadithi zaidi za kugusa moyo. Moja baada ya mwingine walizika, wengine walipoteza kila kitu. Moja alipata kiharusi, mwingine aliuza ardhi yake, moja bado anafanya kazi lakini sasa napunda tu. Na wewe? Mimi niliendelea, nilizalisha zaidi, nikakusanya, lakini sikuwahi kusahau walichonifanyia mimi na familia yangu. Na ndio maana leo kila mmoja wao atapata moja ya hizi bila taarifa. Shukrani tu. Walisimama mbele ya nyumba ya kwanza, kibanda rahisi chenye veranda ya mbao zilizopinda. Mzee mmoja alitoka nje akiwa na shati lililofunguliwa na uso uliokunjamana, na wakati alisimama langoni na kuganda. Unanikumbuka, Isaka? Ni mimi, Juma. Nimekuja kukuletea gari lako. Gari langu gani? Pickup mpya, iko pale, iko kwa jina lako, imeshalipiwa. Mzee alishika uso wake kwa mikono akayumba. Mwanamke alitoka ndani akilia. Huu ni utani? Hapana, ni deni la zamani, ninalipa tu kwa upendo. Said alitazama kila kitu kwa macho yalioloa, na hili lilijirudia mara 6. Kila nyumba hadithi, kila uwasilishaji kukumbatiana, kila ufunguo ishara ya kitu ambacho pesa yoyote isingeweza kununua. Katika uwasilishaji wa mwisho, Mzee Juma alisimama mbele ya gari la 7 na kusema, na hili ni langu, si kwa majivuno, bali kunikumbusha kila ninapoendesha kuwa inafaa kutembea na watu wasiokuacha kando ya barabara. Jumatatu, chumba cha maonyesho cha duka la magari kilionekana vile. Magari safi, wauzaji waliopigwa pasi, kahawa ikitolewa kwenye vikombe vya plastiki. Lakini kulikuwa na tetesi hewani. Video ilikuwa imeanza kusambaa, rahisi, iliyorekodiwa na Said, ikiwa na sehemu za uwasilishaji wa magari. Hakuna maelezo ya kusisimua, picha tu, ukweli tu. Katika masaa machache, maudhui hayo yalivuka jiji. Wengine walitambua nyuso za wazi waliopokea magari kwa machozi. Wengine walishiriki na misemo kama, hii ndiyo shukrani ya kweli, au jifunze kutoka kwa huyu mzee. Tanzania, dukani, wauzaji waliomdhihaki Mzee Juma walijaribu kujifanya kawaida. Baraka haswa aliepuka mada yoyote inayohusiana na tukio hilo, lakini ilikuwa haiwezekani kukwepa. Meneja aliingia kwenye chumba cha mauzo na kutangaza, bodi ya wakurugenzi imetazama video. Walimwalika Mzee Juma kwa ajili ya kumwenzi. Leo alasiri, Baraka aliuliza akiwa amepauka, hapa, na nadhani nani atampokea? Baraka hakujibu. Said alisimama. Ndiyo mimi, hicho ndicho kidogo ninachoweza kufanya. Mzee Juma alipoingia mlangoni saa 9 alasiri, hakuna kilichokuwa kimebadilika kwake. Shati lile rahisi, hatua tulivu, kofia imekaa vizuri, lakini mazingira yaliyomzunguka yalikuwa tofauti. Kimya, heshima, macho yaliyoinama. Alitembea kwa utulivu ule hadi katikati ya duka. Wafanyakazi walitengeneza duara. Meneja alianza hotuba yake, lakini Mzee Juma aliinua mkono. Hakuna haja ya haya yote, nimekuja tu kumshukuru kijana huyu hapa. Alimnyooshea kidole Said. Alikuwa ndiye pekee aliyenitazama machoni bila kunipima kwa viatu vyangu. Said aliguswa waziwazi. Wenzake walianza kupiga makofi, wengine wakiwa na aibu usoni. Mzee Juma alitazama pande zote na kuongeza, najua wengi hapa walicheka, walidharau, lakini sitatoa mahubiri. Nataka tumkumbuke jambo moja, si kila mtu mwenye kofia ya zamani ni mjinga, na si kila gari jipya linakwenda mbali kuliko yule aliye na shukrani moyoni. Ukimya, hakuna hoja, hakuna jibu. Baraka akiwa mwekundu alijaribu kukaribia, lakini Mzee Juma alikuwa tayari anageuka kuondoka. Kabla ya kuvuka mlango, alimtazama Said kwa mara ya mwisho. Kama siku moja utataka kuondoka jijini na
kutembea kwenye barabara za vumbi. Nitafute watu wanaowatendea wengine vizuri, daima wana usafiri wa uhakika nami. Kisha akaondoka, akiacha nyuma sauti ya makofi ya aibu na somo la kimya zaidi ambalo duka hilo lilikuwa limewahi kupokea. Kuanzia siku hiyo, jina la Mzee Juma lilianza kuzunguka si tu miongoni mwa wauzaji wa jiji, bali pia miongoni mwa wakulima, makanika, wafanyabiashara na watu ambao hata hawakumjua binafsi. Hakuwa maarufu, hakuwa mwanasiasa, hakuonekana kwenye mabango, lakini hadithi yake ilisambaa haraka kuliko gari jipya lolote. Katika duka la magari, mauzo yaliendelea, lakini kitu kilikuwa kimebadilika. Kahawa ilionekana kuwa chungu zaidi, vicheko vilikuwa vya chini, macho yalikuwa makini zaidi. Ilikuwa kana kwamba ukimya wa Mzee Juma ulikuwa umefundisha zaidi ya mafunzo yoyote ya mauzo. Said alipandishwa cheo miezi kadhaa baadaye, lakini alijua kuwa faida yake kubwa haikuwa katika nafasi mpya wala bonasi. Ilikuwa Jumamosi ile kwenye barabara ya Mto wa Mbu. Alipuna kwa macho yake mwenyewe nini maana ya shukrani katika hali yake safi kabisa. Alasiri moja alirudi kwenye shamba la Mzee Juma. Alitaka kumshukuru binafsi. Alifika bila kutarajiwa, lakini alipokelewa kama mgeni anayejulikana. Vipi kijana mzuri, umekuja kunywa kahawa au kutembea kwenye vumbi? Mzee Juma alitania kwa tabasamu lile lile tulivu. Nimekuja kusema kuwa hadithi yako imebadilisha maisha yangu, Mzee Juma. Hadithi yangu? Hilo ni nini kijana? Nilitimiza tu ahadi yangu. Barabara haishi tunapofika, inaendelea katika watu waliotembea nasi. Wawili hao walikaa chini ya mti. Jua lilikuwa likitua polepole, likipaka shamba rangi ya machungwa. Magari meusi yalikuwa yote pale, yamepangwa mbele ya nyumba kuu, kana kwamba yanahifadhi kimya hadithi walizobeba. Said aliyatazama na kusema, kila mtu anawakumbuka wanaonunua, lakini wewe uliufanya ulimwengu uwakumbuke wale waliosaidia kujenga. Mzee Juma alishusha macho, akitafakari. Ulimwengu husahau haraka, mwanangu, lakini tunapojenga kwa moyo, hata wakati hawezi kufuta. Na siku hiyo, upepo ukimpiga usoni na vumbi la barabarani bado likiwa limeganda kwenye kioo cha mbele, Said alielewa kuna meli za magari zenye thamani kubwa, lakini hakuna yenye thamani kuliko ahadi iliyotimizwa. Huu haukuwa ununuzi rahisi, ilikuwa ni heshima ya kimya, ishara kutoka kwa mtu ambaye hakuwahi kusahau nani aliyesukuma naye gari wakati ulimwengu ulikwama matopeni. Na weweje, ni watu gani waliotembea nawe hata barabara ilipokuwa vumbi tupu? Toa maoni yako hapa chini kuhusu kile hadithi hii ilikufanya utafakari. Acha like yako, shiriki na mtu maalum, na ikiwa unaamini katika nguvu ya shukrani, jiandikishe kwenye chaneli yetu.